Habari, karibu sana na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Karibu kwenye somo letu. Ningependa niite sumaku ya fedha. Ningependa niite darasa letu sumaku ya fedha, kwa sababu ambacho tunajifunza ni vitu ambavyo vinatengeneza mazingira ya fedha kuwa rafiki kwako. Na ni sumaku kwa sababu fedha haitafutwi, fedha inanaswa. Kwa tafsiri hii lazima ujue kwamba ni wazi kuna kanuni ambazo tunapaswa tuzijue. Sasa hii sehemu ya kwanza kabisa nitakufundisha fedha ni kitu cha kiroho. So hii ni sehemu ya kwanza ambayo inasema fedha ni kitu cha kiroho, na nitakuonyesha sababu kwa nini fedha ni kitu cha kiroho. Sasa fedha ni kitu cha kiroho kwa maana ya kwamba lazima uwe mtu wa rohoni ili uweze kuwa na fedha. Na tunaposema rohoni lazima ujue ni mtu ambaye unayafahamu mambo ya rohoni. Kwa mfano, rohoni tunazungumzia pande mbili, upande wa giza na upande wa nuru. Lazima ujue hicho kitu. Okay, hakuna yoyote ambaye anaweza akawa na fedha za kutosha, mali za kutosha, utajiri wa kutosha kama huyo mtu hayuko rohoni. Either awe upande wa giza au upande wa nuru. Ili lazima kila mtu ajue. Na ili sasa mwanadamu yoyote yule aweze kuwa rohoni, especially kwenye ufalme huku wa Mungu, manake lazima awe na muunganiko na Roho Mtakatifu. Why? Yeye ndo channel ya kufahamu ulimwengu wa roho. Lakini upande wa giza manake lazima awe na mahusiano na shetani, awe na ushirika na shetani. Na hii iko wazi sana. Hakuna mtu ambaye yupo katikati, because ngoja nikwambie, kama upo katikati hizo fedha watakuja kuzichukua. Yes. Kwa sababu fedha inahitaji ulinzi. Na ulinzi wa fedha sio ulinzi wa wale mabodyguard wanaozunguka. Because fedha unaweza kuwa umeiweka ndani na usiikute. Ndio maana kuna kitu kinaitwa chuma ulete. Sasa ulinzi wa fedha, kwa sababu fedha ni kitu cha kiroho, unalindwa na Roho ambaye anaweza kuwa Roho Mtakatifu au mizimu na shetani na miungu mingine huko. Lazima ujue kanuni ambayo ipo kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Kanuni ni zile zile, shetani amekopi tu akazileta kwenye giza. Sijui kama unanielewa. Huwezi ukawa tajiri kama hauna ulinzi wa kiroho. It is very impossible. Hiyo haiwezekani. Ndio maana kuna watu wataanzisha biashara, baada ya wiki watafunga. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mgeni huko nilipokuwa naishi Mwanzo. Sasa amekuja, nilikuwa na ofisi pale, kaja. By the way, alikuja kaniuzia na ile simu. Na aliuza kwa sababu madeni. Ile kazi alikuwa amepewa na baba yake. Na ilikuwa ni kazi ya kuuza mchele, magunia. Sasa alikuwa akipiga ile hesabu jioni, unaweza kukuta labda amepata 2,300,000. Zilikuwa zina range hapo 2,200,000, 2,300,000, 400,000, okay? Sasa akawa anagundua kwamba ni kama fedha kuna namna zinapungua. Akajiuliza, hii fedha inaenda wapi? Mbona inapungua? Akasema labda nakosea kuhesabu. Kuna siku akasema, sasa leo napiga kabisa mahesabu. Akahesabu kabisa, akarudia, akaweka kwenye draw, akafunga, akaenda kuoga. Alivyorudi 200,000 haipo, kuna 2,200,000 peke yake. Sio kama unanielewa. Alikuwa anafanya kazi mashineni huko. Hii inakusaidia kuelewa kwamba fedha ni kitu cha kiroho. Kama hauko rohoni huwezi kuimiliki. Umenielewa mpaka hapo? Ndio maana hata ufalme wa giza utakuta wanaweka mifupa ya nini, mifupa ya nguruwe. Why? Wanajua fedha ni kitu cha kiroho. Sijui kama unanielewa. Fedha ni kitu cha kiroho. Lazima ujue hili jambo. Na ukijua hili jambo utaimiliki. Fedha haikai kwa mtu ambaye sio rohoni. Haiwezi kukaa. Ngoja nikuonyeshe kwa nini nakwambia kwenye hili darasa la sumaku ya fedha, kwa nini nakwambia fedha ni kitu cha kiroho. Kwa nini nakwambia fedha ni kitu cha kiroho? Kwanza kabisa, okay? Namba 1. Lazima ujue, ukisoma Biblia vizuri utagundua kwamba kuna mabwana wawili. Okay? Kuna Mungu alafu kuna mali, ambayo tunaweza tukaiweka kwenye mabano fedha. Amen.
Ngoja nikuonyeshe. Tukisoma vizuri haya maandiko tutagundua ni nini ambacho Mungu alikuwa ana. Remember, Mungu ndiye anayefahamu kuliko kawaida. Na ngoja nikwambie, Biblia imezungumzia uchumi vizuri zaidi ya kitabu chochote unachokijua. Mathayo 6:24 inasema nini? Inasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Sasa hii haina maana kwamba upasi kuwa na mali. Si unanielewa mpaka hapo? Kwa sababu fedha na dhahabu ni mali za Bwana. Na kama ni mali ya Bwana, maana yake nini? Watoto kwenye ufalme wake tunapaswa kumiliki, kwa sababu sisi ni warithi. Amen. Sasa kama mabwana ni wawili, Mungu na fedha au mali, lazima ujue Mungu ni roho. Kisoma Yohana 4:24. Maana yake Mungu kama ni roho, kuna uwezekano mkubwa sana fedha ikawa roho pia. Kwa sababu uwezo kama mabwana angekuwa mwili, huyu wa mwili asingeshinda. Yes. Mwenye mwili hawezi kushindana na roho hata siku moja. Umenielewa? Yes. So lazima ujue kama mali ililinganishwa na Mungu, lazima ujue nini? Mali ni kitu cha kiroho, kama ambavyo Mungu ni roho. Ngoja nikusomee Yohana 4:24 ili unielewe vizuri. Na hili somo litaenda kukufundisha kitu cha msingi sana. Yohana 4:24, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yes. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Vile vile mali ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Shetani ambaye ndo kashikilia upande wa fedha, upande wa mali. Nataka nikwambie za duniani hapa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hata kama unataka kumfanya Mungu kuwa Bwana, lazima ujitoe jumla. Okay? So kitu cha kwanza nataka nikudhibitishie kwanza kuwa fedha ni roho. So bila shaka umenielewa. Why ni roho? Kwa sababu imelinganishwa na Mungu ambaye ni roho. Moja kwa moja mali au fedha ni roho. Namba 2. Sababu ya pili ambayo inaonyesha kuwa fedha ni roho, okay? Ni kwa sababu ibada ni jambo la kiroho. Okay? Na bila ibada fedha haiwezi kuwa rafiki yako. Yes. Bila ibada fedha haiwezi kuwa roho yako. Roho moja ya asili ya roho ni ibada, aidha kuabudu au kuabudiwa. Malaika wanakesha wanaabudu na wanaona kawaida kabisa. Shetani alivyoona anaabudu sana akaona hapana, anatakiwa kuabudiwa. Umenielewa mpaka hapo? So huwezi kutenganisha mambo ya kiroho na ibada. Na ibada yenyewe ni jambo la kiroho. Ngoja nikusomee kitu. Hakuna yoyote ambaye anaweza kumiliki fedha kama sio mtu wa ibada. Iwe ibada ufalme wa giza au ibada ufalme wa Mungu. Let me read for you. Ngoja nikusomee kwenye Luka 4:6. Luka 4:6 unaweza nayo kaitafuta hapo. Luka 4:6. Inasema nini? Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Mlango wa shetani anatumia kanuni. Remember alikuwa afanye utani. Shetani maana yake anachozungumza hapa ni kwamba njia pekee ya kuwa na mali, njia pekee ya kuwa na fedha, okay, ni ibada. Na ibada nimekwambia ni kitu cha kiroho. Na ili uabudu lazima uabudu katika roho na kweli. Maana yake kama huko rohoni huwezi kuwa mtu wa ibada. Sio kama unanielewa mpaka hapo? Na kwa sababu ibada ni kitu cha kiroho na ibada inatuletea fedha, basi fedha ni kitu cha kiroho. Huwezi ukawa na urafiki na fedha kama una ibada. Kwa sababu moja ya faida ya ibada ni kwamba unajisubmit kwa Mungu. Na ukishajisubmit kwa Mungu jumla, maana yake nini? Anakupa ulinzi kama Ayubu. Anazungusha ukigo
Kilichofanya Ayubu awe tajiri kiasi hivi kwa sababu alikuwa mtu wa ibada. Ndio maana tunaona kuna mahali anatolea sadaka hadi watoto wake. Na tunaona hofu yake ilivyokuwa. Alikuwa mtu wa hofu. Kasome kitabu cha Ayubu. Maana yake Ayubu ni tafsiri ya mtu ambaye alimpa Mungu ibada. Ndio maana tunaona alikuwa tajiri. Lakini pia Ibrahimu, utajiri wa Ibrahimu tunauona ni kwa sababu alikuwa mtu wa ibada. Tunaona akijenga madhabahu na kutoa sadaka. Moja ya kitu cha msingi sana kwenye ibada ni sadaka. Kwenye semina ya nguvu ya maombi nilifundisha vizuri sana. Amen. So kama ibada ni jambo la kiroho, okay? Basi bila ibada fedha haiwezi kuwa rafiki, na moja kwa moja fedha ni roho. So sababu ya pili ambayo inaonyesha fedha ni roho, kwa sababu fedha na ibada hazitofautishwi, na ibada ni kitu cha kiroho. Moja kwa moja fedha ni kitu cha kiroho. Amen. Namba 3, fedha haitafutwi. Fedha inanaswa. Pesa haitafutwi, pesa inanaswa. Sijui kama unanielewa. Yaani maana yake kuna sumaku ya fedha. Ndicho ambacho nimekuambia. Yaani kuna kitu ambacho kikifanya kina moja kwa moja kinaleta fedha. Sasa ngoja nikusomee Mathayo 6:33 ili ugundue. Biblia haijaruhusu mtu kutafuta fedha. Biblia haijaruhusu hicho kitu. Mathayo 6:33, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni Mathayo 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hayo yote ni nini? Ukirudi juu utagundua ni mavazi, si ndio? Ni vinywaji, ni nguo. Hivi vyote unavipata kwa fedha. Maana yake anachosema hapa, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hizo fedha mtazidishiwa. Maana yake nini? Fedha hazitafutwi, fedha zinanaswa. Kuna namna unazidishiwa. Maana yake it is not about a struggle. Kuna kitu lazima ufanye. Kinachotafutwa hapa ni ufalme na haki yake, sio fedha. Ndio maana ukitafuta fedha itakutoa damu. Ndio maana mtu ambaye anapambana sana sio mtu ambaye ndio ana fedha sana. Yes. Yaani ukifanya sana kazi usifikiri ndio utakuwa na fedha sana, kwa sababu kitu cha kiroho hakitegemeagi bidii. Umenielewa? Yes, kina kanuni. Kitu kikisha kuwa cha kiroho maana yake kinaenda kwa kanuni. Maana yake ni kwamba utakuwa na bidii sana, usipofuata kanuni bado huwezi kuona matokeo. Nitakufundisha leo kanuni. Nitakufundisha kwenye ili darasa la sumaku ya fedha, na hakika hautabaki hapo ulipo. I hope umenielewa hapa. So namba 4, ili uweze kuwa na fedha unahitaji nguvu za kiroho. Yes, ili uweze kuwa na fedha unahitaji nguvu za kiroho. La sivyo watakuja kuzichukua au watakuua kabisa. Kumbukumbu la Torati 8:18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. In short ni kwamba ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Maana utajiri na nguvu huwezi kuvitenganisha. Nitaelezea vizuri huko mbele nguvu za utajiri ni nini. Lakini utajiri na nguvu huwezi kuvitenganisha. Na kama una fedha afu una nguvu, my friend, za kiroho, it is about time. Sio nguvu hizo za mabodyguard. Unaweza kaweka mabodyguard wakaisha kula mshahara tu, na fedha ukao unaingiza milioni 10 unakuta milioni 2. Yes, haiwezi kukaa hela kama una nguvu za kiroho. Na hizi nguvu za kiroho anakupa nani? Anakupa Mungu. Na kuna wakati shetani pia anafanya. Nitaelekeza namna gani shetani, kivipi shetani anatajirisha watu. Shetani hatajirishi watu. Yaani anachofanya kuna siri anaijua ambayo watu wengi hawaijui.
Umenielewa? Ndio maana ukienda kwa shetani, kitu cha kwanza unampa nafsi yake. Hata Mungu usitegemee kwamba atakupa mali kama hujampa nafsi. Watu wengi ndio maana wameshindwa. Wanasema wanaabudu lakini nafsi yao hawajampa. Ukimpa Mungu nafsi yako hutaishi duniani. I'm telling you. Yaani mambo ambayo dunia inayasherehekea hautayasherehekea. Lakini imagine sasa hivi unasema unampa Mungu ibada ya kweli, lakini ni mtu unasikiliza Bongo Flava. My friend, ukishampa Mungu nafsi, uwezo ukakaa kusikiliza Bongo Flava. Uwezo ukaa unalala na kila mwanamke. My friend, uwezo ukaendelea kuwa mbea. Kwa sababu kimpa nafsi yako maana yake anakupa ya kwake. Kwa sababu Biblia inasema alilipa fidia nafsi. Maana yake kuna namna alitupa nafsi yake. Sema amina. Maana yake utaishi duniani kama uko mbinguni. Yaani kama ambavyo, ngoja nikwambie, hebu jiulize tu swali moja hivi. Ikitokea ukaenda mbinguni kwa maisha unayoishi hayo, utakuwa na furaha? Ukiona uwezo ukawa na furaha kwamba hamna hata muda wa kwenda kasino, sasa nitachezaje, sasa muda wa game, nitaangalia TV saa ngapi, tutafanya hivi na hivi. Ukishaona hivyo, my friend, maana yake bado hujakizi vigezo vya kwenda mbinguni. Bado hujampa Mungu ibada ya kutosha. Maana yake wewe swala la fedha tuendelee kusubiria. Umenielewa? Utapata hela ya kawaida, fedha za kawaida. I'm telling you, fedha ambazo unapewa na Mungu ni za kuzidishiwa. Yeye kasema atakuzidishia, sio kwamba atakupa. Biblia imesema kwenye Mathayo 6:33 utazidishiwa. Yaani itakuwa sio kawaida. Unaona Suleiman ule ndio ulikuwa utajiri. Suleiman kwa siku alikuwa anashusha ng'ombe sio wangapi. My friend, ukihesabu kuku watu kibao walikuwa wameweka. Utajiri haukuwa wa kawaida. Lazima tujue hicho kitu. Lakini pia lazima ujue. Sawa lazima ujue kwamba fedha inanaswa na inavutwa. Yes. Ukishajua hilo maana yake utajua kwamba hautumii nguvu. Watu wengi ambao walitafuta fedha kwa nguvu, unajua waliishia wapi? Waliishia kuwa wezi, waliishia kuwa matapeli. Why? Walitumia nguvu zao, sio nguvu za kiroho. Yaani nguvu zao za miili yao. Lakini Mungu amesema kwamba yeye atupae utajiri, atupae nguvu za kupata utajiri. Hizi nguvu ambazo Mungu anatupa kwa sababu yeye ni roho, maana yake ziko rohoni, anakupa rohoni. Mungu akisema nitakubariki, kwamba nitakubariki, anabariki rohoni. Alafu hivyo vitu ndio vinatokea kwenye ulimwengu wa mwili. Lazima uelewe kwanza hicho kitu. Maana yake nini? Hizi nguvu ambazo Mungu anampa mtu awe tajiri ni nguvu za rohoni. Inaweza kuwa maarifa, unaweza kuwa ni ulinzi, unaweza kuwa ni ushawishi. Umenielewa? Hizo ndo nguvu ambazo anazungumzia. Sasa watu wengi wametumia nguvu zao. Unaamka asubuhi mapema, unafanya. Ndio maana kuna sehemu Biblia inasema wanajisumbua waamkao mapema sana na kulala wamechelewa. Yes, kwa sababu wanatumia nguvu zao. Wafilipi 4:13 tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Watu wengi wanataka kutiwa nguvu na mihemko. Ndio maana kunakuwa na ugumu. Kunakuwa na ugumu. Hiki kitu kama umenisikia vizuri na umenielewa, you cannot be the same. Huwezi ukawa yule. Amen. Hii ni sehemu ya kwanza. Endelea kunisikiliza. Nataka nibadili mindset yako. Alafu utafika sehemu utasema yes, hiki ndicho nilichokuwa nakisikiliza.